Maisha yangu katika kituo cha yatima si ratiba tu ya kazi na shughuli za kila siku, bali ni safari ya kujiandaa, kujifunza na malezi kamili. Kila muda unapopita unaenda na utaratibu unaonisaidia kuelewa nafsi yangu, dini yangu na jamii yangu zaidi. Siku yangu huanza mapema saa 11 alfajiri. Ninapoamka hujiandaa kwa ajili ya swala ya alfajiri. Kabla ya kwenda kuswali huhakikisha nimeoga na nimetia udhu, kwani udhu si sababu ya sharti ya swala tu, bali kwa sababu hunipa hisia na usafi na utulivu wa moyo. Baada ya kuswali kwa pamoja na wenzangu katika kituo, siku yangu huanza kwa nguvu na kusafisha mazingira ya kituo. Katika shughuli hii rahisi ninayofanya na wenzangu, tunajifunza kwamba kazi ya pamoja huimarisha uhusiano wetu. Hatusafishi tu mazingira, bali tunajifunza maana ya ushirikiano na uwajibikaji katika mazingira yetu. Tunaishi katika jamii ndogo, lakini kupitia hiyo tunapata funzo kubwa linaloathiri maisha yetu yote. Baada ya kumaliza usafi, hufuata muda wa kujihudumia. Nafua nguo zangu ili ziwe safi na nadhifu. Ili hunifundisha nidhamu na mpangilio na kunipa kujiamini kuwa ninaweza kuwajibika kibinafsi. Saa 3:15 asubuhi hukaa na wenzangu kusikiliza somo la dini. Somo hili si kupokea taarifa tu, bali ni muda wa kutafakari uhusiano wangu na Mungu na namna ya kuishi kwa kufuata maadili ya Kiislamu kama unyenyekevu, uvumilivu na matendo mema. Baada ya kusoma, tunakutana kwa ajili ya kufungua kinywa, tunashiriki chakula kwa moyo wa undugu. Baada ya kufungua kinywa, ninatumia muda katika kazi za nyumbani, kusafisha vyombo na kupanga eneo letu. Wajibu huu mdogo hufundisha umuhimu wa kazi pamoja na thamani juhudi za kila mmoja. Saa 5:30 hujiandaa kuoga na kujitunza, nikitambua kwamba usafi ni sehemu muhimu ya imani. Baada ya hapo huenda kuswali dhuhuri, ambapo tunahisi nguvu ya kuwa wamoja katika dini inayotuunganisha. Saa 7 ni wakati wa chakula cha mchana, muda wenye furaha na nguvu. Baada ya kula huosha vyombo tena, kisha kupumzika kidogo kurejesha nguvu kwa ajili ya sehemu iliyobakia ya siku. Saa 10 alasiri huamka kwa ajili ya swala na kusoma adhkari kabla ya jua kuzama. Dhikri hunipa utulivu wa moyo na hisia ya amani ya kiroho, kwani maneno hayo hunikumbusha ulinzi wa Mungu. Shule ya serikali ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku, kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Kila asubuhi baada ya kufungua kinywa na kazi za nyumbani, hujiandaa kwenda shule. Huondoka kituoni saa 12:30 asubuhi na kuelekea shule, sehemu muhimu ya safari yangu ya kielimu. Hurudi saa 8 mchana, tunakula chakula cha mchana na kupumzika kidogo. Baada ya hapo hutumia muda wa kurejea masomo na kufanya kazi za shule. Elimu ni ufunguo wa maisha, na najua ninachojifunza leo kitakuwa ni athari kubwa katika maisha yangu na mustakabali wangu. Baada ya swala ya alasiri, walimu wetu wa masomo ya tuition hufika kutusaidia katika baadhi ya masomo. Wakati huu ni muhimu sana, kwani husaidia kuelewa mambo magumu, na kwa msaada wake mambo yanakuwa wazi zaidi. Pia baada ya magharibi tunajifunza lugha ya Kiarabu kwa kina, kwa kuwa si lugha ya mazungumzo tu, bali ni lugha ya Qur'ani inayotuunganisha na dini na urithi wetu. Baada ya swala ya Isha hupata chakula chepesi cha usiku. Kabla ya kulala hutia udhu na kusoma adhkari za kulala, nikijua kwamba maneno hayo yananipa ulinzi na amani. Huenda kulala nikiwa na utulivu wa ndani na raha. Maisha yangu katika kituo cha yatima si ratiba tu ya shughuli, bali ni safari ya kila siku na kujenga utu kamili. Kila muda ni funzo na kila uzoefu ni nyongeza ya maarifa juu ya nafsi yangu na dunia. Ni programu kamili inayotufundisha nidhamu, ushirikiano na uwajibikaji na kutufanya tuishi maisha yenye maana na malengo.